Tuonane mtoni watakatifu. Shalom, shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa mfuatiliaji, mwanafunzi mwaminifu wa Yesu Kristo, ambao unaendelea kujifunza neno lake kupitia channel yako pendwa Goshen One Injili na Ushuhuda TV. Ni Mwalimu Chris Deogratias. Nikukaribisha tena, tuendelee na sehemu ya 3 ya somo letu zuri la hii ndio maana sahihi ya Sabato. Maana kumekuwa na mishano mengi, kumekuwa na kutoelewa kwingi, kumekuwa na mkanganyiko mwingi, kwa hiyo kumekuwa na makundi mengi, lakini Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutusaidia. Kwa yule ambaye anatamani kujifunza kweli, ninakusihi subscribe channel hii, ifanye kuwa channel yako ya nyumbani. Pengine utakuwa na maswali, unaweza ukatutumia, lakini pengine unaweza ukawa na comments. Naweza tunakukaribisha sana. Na wewe mwenye ushuhuda wa kweli unaolijenga kanisa popote ulipo, uwe ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, tunakukaribisha. Wasiliana nasi kwa namba zetu za simu na alama ya kujumlisha nambari 255 766 829 811. Kwa Bwana akubariki. Ni alama ya kujumlisha 255 766 829 811. Kwa hiyo nikukaribisha tena. Ni Mwalimu Chris Deogratias. Ni sehemu ya 3 ya somo letu, ni mwalike Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Tunahitaji Roho Mtakatifu aliye mwalimu wa kweli aseme nasi. Tunajifunika kwa damu yako ya thamani. Bwana tufundishe. Amen. Katika sehemu ya pili tulijifunza vitu vingi, lakini tukasoma andiko lile la Mathayo sura ya 5 mstari wa 17. Anasema, msidhani ya kuwa nimekuja kutangua torati, bali nimekuja kuitimiliza. Kwa hiyo tukasema pale ni kweli Yesu alipofika duniani alikuta makundi mawili, Wayahudi au alikuta Wayahudi, lakini yeye akatengeneza kundi la pili la Wakristo, ambayo ndio leo hii sisi ni wafuasi wa Yesu. Wayahudi ni wafuasi wa Musa, kama tulivyozungumza katika video zilizotangulia. Kwa alipofika hakuja kuharibu kile kitu alichokifanya mwenyewe kwa mkono wa Musa, la, ila alipojua kuna makundi mawili, aliacha lile kundi la kwanza waendelee na utaratibu wao, na akatengeneza kundi la pili, akawapa maelekezo. Kwa akisema nimekuja kutangua torati bali kuitimiliza, tulitoa mifano tukasema katika mambo ambayo yalikuwa hayatendi haki kwa torati, basi Yesu alikuja kuyarekebisha. Kwa mfano, mwanamke na mwanamume wakikamatwa uzinzi, alikuwa na wao mwanamke peke yake, mwanamume alibaki. Lakini Yesu alipofika akasema, sasa mimi natangaza rehema labda kwa wote, wote wamefanya dhambi, wanahitaji msamaha. Lakini akasema, mtu akikupiga shavu la kushoto mgeuzie na la kulia. Lakini pia torati yenyewe ilikuwa inamtawala mwanadamu kwa nje. Hata Sabato Wayahudi wanaoitenda ni pumziko la kimwili, lakini ndani mtu anaweza angalia hata maisha yao. Ndani anaweza kawa mlevi, lakini anashika sana siku kama walivyo Mafarisayo. Wengine anaangalia sana siku, nafikiri atakombolewa kwa kuishika siku. Ndivyo ilivyokuwa. Lakini kwa sheria, uzinzi ilikuwa mpaka wawili tuwakamate kabisa, umetoka kwenye mazingira ambayo yanasadifu hawa walikuwa wanashughulikia amri ya 6. Lakini kwa Agano Jipya, Yesu Kristo, sababu tunasema alikuja kuzitoa hizo sheria zisiwe za mwilini, ziwe za jinsi ya rohoni. Kwa hiyo kwa jinsi ya rohoni, kwa mfano katika Mathayo hiyo 5:17 anasema mtu anasema, mimi nyewe mliambiwa msizini, lakini mimi nawaambia mtu yote anayemtazama mwanamke kwa kumtamani tayari amekwisha kuzini moyoni mwake. Kwa hiyo ile ilikuwa ni nje, lakini Yesu anapokuja anatupa sheria itutawale kwa jinsi ya roho, kwa sababu moyo ndio chemchemi ya mambo yote. Nimesema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndio chemchemi ya mambo yote. Kwa hiyo hakuja kufuta sheria, hakuja kuondoa sheria, lakini zile sheria amekuja kuzifanya tuzishike kwa jinsi ya rohoni. Labda udhihirisho wake unaweza wewe kumatokea kushika sheria rohoni, unafika kudhihirika katika mwili. Hatuoni mtu akiwa anatenda dhambi katika kila ambacho Bwana amemwambia asifanye. Kwa hiyo Yesu kuja kuondoa sheria kwa sababu Wayahudi bado hapo, nao wameambiwa waitunze hizo Sabato mpaka mwisho wa dahari. Kwa hiyo hakuweza kuondoa,
na hajaziondoa Yesu. Kwa hiyo nikukaribisha sana katika sehemu ya 3, tuendelee kuangalia maana ya Sabato kwa mujibu wa Biblia. Kwa hiyo tunasema Yesu Kristo alipofika kwa watu wake alimkuta mtu mwenye dhambi alimkuta mtu ambaye alifanya dhambi, baadaye shetani akamuonea. Watu wengi ni wagonjwa leo, watu wengi wana maisha mateso, wengine hata walemavu kwa sababu ya dhambi. Mwingine alikuwa mlevi, endesha chombo cha moto akiwa amelewa, akavunjika, leo anatembelea magongo, lakini kwa sababu yeye ni ya dhambi. Kwa Yesu Kristo alipofika, alipomkuta mtu mlemavu, akamponya siku ya Sabato. Jambo hilo lilikuwa chukizo sana kwa watu wa Musa, watu waliozoea mafundisho ya Musa. Hili lilimaanisha kwamba alipenda zaidi Sabato ya rohoni, yani kuwa huru mbali na dhambi au maonezi ya nani? Ya shetani. Naweza ukasoma vizuri katika kitabu cha Yohana sura ya 5 ule mstari wa 1 hadi wa 18. Naweza tukasoma kwa haraka kidogo. Wengine naomba nisisitize, kama hauna Biblia jitahidi hakikisha unanunua Biblia yako. Soma haraka kitabu cha Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wake wa 1 hadi ule wa 18. Nitaenda kwa haraka kidogo sababu mambo ni mengi. Baada ya hayo palikuwa na siku ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda zake Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo, nianzie kusoma ule mstari wa 4. Nianzie mstari wa 5. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye alikuja, alikijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu. Mstari wa 10. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwa kujitwika godoro. Yesu, ule mstari wa 8, Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni siku ya Sabato. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa akaongea mengi sana hapa Wayahudi kwamba utakiwi kupona na nini. Lakini ule mstari wa 14, baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Kwa hiyo nimesema hapo mwanzoni, wengine hata walikuwa walemavu, sasa hivi wengine wameonewa na shetani kwa sababu ya dhambi. Unapotenda dhambi unakuwa mbali na neema ya Mungu. Moja kati ya neema ya Mungu ni ulinzi. Sasa unapokosa ulinzi, wachawi wanaweza kukugeuza mshikaki, majini wanaweza kukuingia kwa sababu hauna ulinzi wote. Ni kama vile nyumba isiyo na fence. Hata anaweza akaingia na kuchukua chochote. Kwa hiyo mkuta huyu siku ya Sabato akamponya na akamwambia ajitwike virago vyake na aende navyo kwake, aondoke navyo. Jambo hilo lilikuwa ni chukizo kwa Wayahudi kwa sababu hawakujengwa katika msingi huu. Lakini kwa nini Yesu alifanya? Kwa sababu yeye ndio Bwana wa Sabato. Anamaanisha yeye ndiye aliyotoa Sabato. Yeye ndiye mwenye mamlaka dhidi ya Sabato. Kwa hiyo akikwambia chochote, haijalishi Sabato sio kubwa kuliko yeye aliyeifanya. Kwa hiyo ndio maana hata Mungu akikwambia jambo fulani, unaweza kaona ni alimwambia Sauli, nenda kaue wote, na kama ni dhambi, lakini kwa kuwa ni agizo la Mungu, si dhambi. Anamwambia Ibrahim, kamtoe mwanao sadaka, amchinje, ni uovu, lakini kwa kuwa Mungu amesema, huwezi kusema ni dhambi. Ndicho ambacho kilichotokea kwa hawa watu. Kwa anaposema yeye ndio Bwana wa Sabato, maana yake ana mamlaka na anaijua Sabato na ana mamlaka zaidi ya Wayahudi walivyokuwa wanaijua. Na kwa nini aliruhusu vile? Maana yake Yesu Kristo anatufundisha kitu kimoja. Yeye Sabato aliyoithamini ni ile ya mtu kuwa huru dhidi ya dhambi na maonezi ya Ibilisi. Ndio maana ndani ya Sabato ya Kiyahudi, yule mtu aliyemponya, aliyemwamini Yesu, alimwambia bebe tu virago vyake aondoke navyo. Ilipokuwa ilikuwa ni Sabato. Na pengine walivyomhoji sana, mbona wanafunzi wako wanakata masuke siku ya Sabato, aliwajibu pia. Lakini pia unaweza kusoma kitabu cha Waebrania sura ile ya 10, sura ya 4 kuanzia mstari wa 1 hadi ule wa 10. Naenda kusoma pale, anasema imebaki siku moja kwa ajili ya watu wake. Naomba neno hili utakaposoma hicho kitabu, elewa kwamba kimebeba tafsiri zote
mbili, tafsiri kwa Myahudi na tafsiri kwa mtu wa mataifa. Kwa hiyo haimbebi mtu mmoja pale. Beba tuanzie kusoma ile Ibrania 4 kuanzia mstari wa kwanza hadi 10. Basi ilikuwa hivi, ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wetu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao walioisikia. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyo hapa kwa sirabi, hawataingia rahani mwangu, ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa maana imenena siku ya saba mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya saba, akaziacha kazi zake zote, na hapa napo na hawataingia rahani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Aweka tena siku fulani akisema katika Daudi, baada ya muda mwingi namna hii, leo kama ilivyo neno tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Maana kama Yoshua angaliwapa raha, asingalinena siku nyingine baadaye. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi yake. Basi na tufanye bidii kuingia katika. Sasa tukisoma huu mstari wa 10 una maana hizo mbili. Myahudi manake ndio ameingia katika starehe, ameacha kazi, ameacha utumwa, anapumzika kimwili. Ndio huyo anazungumza. Lakini pia Mkristo ina neno hilo pia linamfahamu Kristo kwamba yeye ameacha dhambi. Alikuwa anakesha vilabuni, alikuwa anakesha kwenye singeli, alikuwa anatumikishwa kwenye uzinzi, anafanya uzinzi na huyu kwenye nyumba ya wageni aliyokosa nidhamu, anafanya na uzinzi, anafanyishwa utumwa usiku kucha. Lakini sasa amepokea neema ya wokovu, nuru ya wokovu imemzukia, sio mtumwa tena, anafanya kazi halali, si mwizi tena. Wenzake walikuwa wanalala, yeye alikuwa anaenda kuvizia, sio mchawi tena wa kukesha kwenye vilinge. Sasa hivi amepokea neema ya wokovu, sio mtumwa tena. Kwa hiyo ameingia katika raha, ameingia katika neema yake, ameingia katika wokovu wake na amestarehe. Maana unapofanya dhambi, ule ni utumwa, ule ni mateso. Mmoja alikuwa na babu yangu anisimia mama yetu kwamba alikuwa babu yetu hajamkamilisha uchawi. Alikuwa anamwambia kabisa mama yetu kwamba wewe baba yako akitaka kuachia uchawi kataa, maana ni mateso tu kama wafungwa. Yaani mahali tukienda kuwe na baridi, mvua, lazima uhudhurie vikao, lazima uende kwenye kilinge, utumwa kwenda kuroga, lazima. Kwa hiyo ni mateso matupu. Kwa hiyo dhambi ni utumwa. Kwa hiyo huyu mtu wa mataifa naye anapoingia rahani mwa Yesu Kristo, kama alikuwa anakesha kwenye baa, sasa hivi atalala nyumbani. Kama hela yake yote ilikuwa inaishia kunywa pombe, kufanya uzinzi, sasa hivi hela yake inaenda kutumika kwenye mambo ya maana. Kwa hiyo hawi mtumwa tena, bali anakuwa muungwana na nyumba yake inapata kustarehe. Pia kwa mataifa aliyeingia ndani ya neema ya Yesu Kristo, wokovu huyo amepumzika dhidi ya dhambi zake. Mtume Paulo kwa kufunuliwa hilo akasema, mtu mmoja huitukuza siku, lakini mwingine huona siku zote ni sawa sawa. Tulisoma ile kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 5 na wa 6. Anasema kwa anazungumza pale watu wawili. Anamzungumzia Myahudi ambaye anaitukuza siku. Anamzungumzia mtu wa mataifa ambaye yeye siku zote huyu ameagizwa kukesha, sio Jumatatu, sio Jumanne. Siku zote hakikisha uko safi mbele za Bwana. Kwa anasema kila mmoja athibitike machoni pake. Huyu anayetukuza siku anafanya hivyo kwa sababu ni agizo la Bwana, na huyu aliyefanya siku zote kuwa sawa sawa naye vile vile anakubalika mbele za Bwana. Kwa hiyo mtu wote asikudanganye kwa elimu yake ya bure. Ndipo Paulo pia anatuambia Wakristo tusiwabeze Wayahudi au Wasabato, japo Wasabato wanaoishika sasa hivi ni kivuli cha ile Sabato ya kweli. Maana Adamu kabla ya dhambi alishika Sabato ni pumziko, alikuwa anapumzika tu. Baada ya dhambi ndio akaingia katika kuteseka, kulima vingi na kuvuna kidogo, ikabidi apewe siku, yani ni Sabato ya kimwili. Kwa hiyo tutakapoingia katika ule mji mtakatifu wa mbinguni, hatutakuwa na kulima kule, hakutakuwa na mjinga, itabidi walimu wawepo, hakutakuwa na wezi, labda mapolisi wawepo kule, itakuwa ni kusifu na kuabudu. Kwa hiyo itakuwa ni kustarehe. Kwa hiyo anatuambia katika Wakolosai sura ya 2 ule mstari wa 16, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo. Kwa hiyo Sabato anayoshika sasa hivi wa Sabato au Wayahudi ni ya jinsi ya mwili. Kwa hiyo ni mfano tu wa ile Sabato halisi ambayo wale watakaoingia katika mbingu mpya na nchi mpya wataenda kuishika. Unaweza kusoma kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wake wa kwanza hata ule wa 8. Wale watakaoingia hakutakuwa na kulima, hakutakuwa na mateso, hakutakuwa na vilio, hakutakuwa na kufundisha, itakuwa ni kusifu na kuabudu mbele za Bwana
kila wakati. Giza litakimbia, vilio vitaondoka. Bwana akubariki sana. Ni Mwalimu Chris Deogratias. Nikukaribishe tena katika channel yetu. Hakikisha una subscribe, usiache ku like, usiache ku share. Kama una ushuhuda mzuri popote ulipo Tanzania, wasiliana nasi kwa namba za simu tulizotoa mwanzo. Tutakufikia mahali ulipo, au pengine unatamani kupokea neema ya wokovu, au uliko kwenye wokovu wa bandia, umegundua leo maana makanisa mengi wameacha njia ya kweli na Bwana ameacha, unatamani kurudi katika msingi wa mitume na manabii. Nikukaribishe sana. Ni Mwalimu Chris Deogratias. Tuko rafiki na wachungaji watumishi wa Mungu, mchungaji Geoffrey Kaputa kutoka Mbinga, mchungaji Desmond kutoka pale Lindi na Mtwara, ni pia tuna mchungaji Gabriel kutoka Kiwako Kigoma. Tunao wachungaji wengi. Bwana ametuletea watu wa Dodoma, kae tayari mkawa kula tayari. Kuna ndugu hapo tayari, kanisa linakwenda kuinuka, watu wa Iringa, watu wa Morogoro. Mungu awabariki. Popote ulipo unatamani kubatizwa ubatizo wa kweli, tupigie simu, tutakuja. Au pengine utakuwa ni karibu na kanisa letu lilipo, utabatizwa kwa jina la Yesu. Utabatizwa ubatizo wa kweli. Ubatizo wa kweli ni ule ambao mtu anabatizwa, mtu mzima, baada ya kusikia neno, kuamini, kutubu dhambi zake, kumpokea Yesu, na anatakiwa sasa kubatizwa katika maji yaliyo hai, maji yanayotembea, na sio maji ya kisima, sio ubatizo wa vikombe, sio ubatizo wa utatu. Unapaswa kubatizwa kwa jina la Yesu. Wale wanaosherehekea Krismasi, acha leo dhambi. Wewe unayejipamba unasema umeokoka, unajipamba mithili ya Jezebeli, hereni, cheni, pete, hata pete za ndoa, takataka zote, kila kitu ambacho sio cha asili yako, achana nacho. Kasome Warumi sura ya 1 mstari wa 26, mstari wa 28. Ni pia ukisoma Ezekieli sura ya 19 mstari wake wa sura ya 7 mstari wa 19, ukisoma Isaya 3 kuanzia mstari wa 16, ukisoma Isaya 35 kuanzia mstari wa 8, amezungumza vizuri. Soma Kutoka sura ya 33 kuanzia mstari wa 1, ukisoma Mwanzo 35 kuanzia mstari wa 1. Bwana amemaliza yote. Wewe ambaye unashawishiwa na wachungaji wako, wanakwambia kuvaa mawigi sio tatizo, wewe umeshaokoka. Unakwambia ufanye ibada, mwanamke hujafunika kichwa, mwanamke unaruhusiwa tu kuvaa suruali atoke nyumbani, au wengine hata kwenye mikesha, umepotezwa milele. Isaya 9:16 anasema waongozao watu hawa ndio waliowapoteza, na hawa waliokubali kuongozwa na watu hao hawatahurumiwa siku ya hukumu. Kwa nini? Kwa sababu wamenajisika. Mwanamke wa kwanza kuvaa mapambo ni Yezebeli, kuvaa rasta, kupamba nywele zake, kupamba midomo yake, kuweka wanja, ni Yezebeli. Wewe unaipaka rangi za kucha, wewe unaweka rangi za midomo. Bwana amekwisha kusema nawe kwa njia nyingi. Kwa hiyo wakushikia, wakushupaza shingo, lakini siku moja Bwana atahukumu ulimwengu sawa sawa na neno lake. Bwana akubariki, Bwana akutetee. Nikukaribishe tena katika video inayokuja ambayo ni somo zuri yamkini kuliko hili. Kwa hiyo usiache kusubscribe, lakini zaidi sana share hii video wakati inacheza hapo chini ya video utaona kuna kimshale. Ukibonyeza kwenye hicho kimshale utaona neno share linatokea. Alafu ukishabonyeza zitatokea unataka kumpushia na huyo mtu kwa njia gani, kama ni WhatsApp, kama ni YouTube, lakini mara nyingi tumia WhatsApp. Tumia kama una namba ya huyo unaacha kushare naye namba yake ya WhatsApp, basi utagusa, itakapotokea WhatsApp gusa kile kialama cha WhatsApp, alafu namba yake itakapotokea utagusa tena, utakuwa umemtumia. Hata kama itaenda video nzima, itaenda link ambayo kama atapenda, kama ni wa Mungu, atafurahi kujifunza. Kwa hiyo atarudi YouTube, atakapobonyeza itamrudisha YouTube na ataisikia hii message yote. Iwe inawezekana ni mzazi wako, huwezi kumshuhudia, lakini unaweza kumfikishia ujumbe kwa kupitia watumishi wa Mungu kama hivi. Ni kusihi sana, usizembee, usichelewe. Saa ya kusema na ndugu yako unayempenda ni sasa. Na zawadi nzuri ya kumpa ndugu yako ni kumpa ujumbe unaweza kuokoa, kubadilisha maisha yake na kuokoa roho yake isiende jehanamu. Shalom, shalom. Mwalimu Chris Deogratias. Bwana kubariki. Subscribe. Karibu katika channel yetu, na karibu katika somo litakalokuja. Bwana kubariki. Shalom, shalom. Watakatifu kwetu ni mtoni, tutakutanika mtoni penye kiti cha Mungu. Onane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni, tutakutanika mtoni kwenye kiti cha Mungu. Wapendwa na mtonane mtoni,
watakatifu kwetu ni mtoni. Tutakutanika mtoni kwenye kiti cha Mungu.